Karibu Bukelebe TV, jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Uhali gani mtazamaji wa Bukelebe TV? Kwa siku ya leo tunalo somo nzuri sana. Tutaenda kujifunza somo la uhusiano. Hebu jiulize, kwa nini muziki mingi ya kidunia inaimba mapenzi? Kwa nini nyimbo za video zina uchi? Kwa nini nyimbo za video zina maumbile yanayoamsha hisia? Na kwa nini nyimbo za video zina midundo inayochochea mwili? Kwa nini beats nyingi zinafanya mwili uitikie kabla hata akili haijafikiria? Hii si bahati mbaya, ni mkakati. Midundo inacheza na hisia, midundo inacheza na mwili, midundo inacheza na homoni, midundo inacheza na tamaa. Katika video nyingi za muziki ya kidunia, watu wanacheza uchi, si kwa sababu tu ya sanaa, ni kwa sababu uchi unauza na uchi unaharibu akili pole pole kwa watazamaji, na huu ni mkakati wa shetani. Ukiingia Facebook, ukiingia TikTok, ukiingia Instagram, ukiingia Snapchat, unakutana na wadada wamejiposti nusu uchi. Unakutana na maandishi ya kuvuta hisia. Unakutana na namba za simu nijulishe. Unakutana na mauzo ya video chafu. Unakutana na live zenye maudhui ya ngono. Mbaya zaidi, hata katuni na filamu nyingi leo zimejazwa ishara za ngono, maneno ya mapenzi yasiyo na maadili, vitendo vinavyoharibu saikolojia ya mtoto na kijana. Zaidi ya 1% kubwa ya maudhui ya burudani leo yameundwa na kuchochea tamaa. Nisikilize hapa vizuri. Shetani hapigani kwa panga. Shetani hatumii risasi. Shetani hatumii mabomu. Anapigana kwa akili na saikolojia. Anachofanya, anakujaza picha. Anachofanya, anakujaza mawazo. Anakujaza sauti. Anakujaza matamanio bila wewe kujua. Akili yako inabadilika taratibu. Hata dhambi hii ikija, unakuwa rahisi sana kujiingiza kwa sababu akili na saikolojia yako vimeathiriwa tayari. Ndio maana Biblia inasema linda moyo wako kuliko vyote vilindavyo. Mithali 4:23. Unaweza kuwa salama leo, lakini kama hakuna mabadiliko, kizazi kinachokuja kitakuwa kibaya zaidi. Usisubiri hadi uanze kuongea sana. Usisubiri hadi hisia ziwe zimewaka. Usisubiri hadi uwe umefika eneo la hatari. Kimbia mapema sana. Tunayo mifano halisi leo. Kama ni mchumba, anapoanza kukuita kwake kabla ya ndoa, kataa mapema. Usisubiri uende ndipo useme hapana. Kama ni mawasiliano ya simu, message zinaanza kuwa za mapenzi kupita kiasi, kataa mazungumzo. Usisubiri ziwe chafu ndipo uzime. Kama ni mitandao, kama apps zinakushawishi, futa. Kama page zinachochea tamaa, unfollow. Kama video zinakudhoofisha, jitenge nazo. Kujilinda sio udhaifu, ni hekima. Tuongee na hili. Wengi leo wanashawishi kwa fedha, wanashawishi kwa gari, wanashawishi kwa nyumba, wanashawishi kwa kazi, wanashawishi kwa kozi, na wanashawishi kwa vyeo. Usijali, nitabadilisha maisha yako. Mimi nina uwezo, niko vizuri kimaisha. Huu ni mtego. Maisha mazuri bila maadili ni sawasawa na maisha yenye mateso baadaye. Shetani hashindwi kwa maneno mengi, hashindwi kwa kujipa moyo, hashindwi kwa kuashiria maamuzi, anashindwa kwa kuzuia vishawishi. Sikiliza hii tunapomalizia. Kama ni dada, acha kuvaa nguo zinazochochea tamaa. Acha kujitengenezea mazingira ya kuvutwa kimwili. Kama ni kijana wa kiume, acha kufuata maudhui yanayochochea tamaa. Acha kujidharau kwa kusema ni kawaida. Jenga mipaka ya macho, jenga mipaka ya masikio, jenga mipaka ya simu, jenga mipaka ya marafiki, jenga mipaka ya maneno. Uzinzi hauji kujaribu, unakuja kukuangusha. Ukicheza nao, utalia. Njia pekee na salama ni kukimbia mapema. Leo sio siku ya kujilaumu, ni siku ya kuamua. Ukichagua kujilinda leo, unajinusuru kesho. Mtazamaji, leo tumekuwa na somo zuri sana na tumeangalia namna gani ambavyo unaweza kuishinda dhambi ya uzinzi na uasherati. Na njia kuu ambayo tumeona hapa ni kukimbia, kukataa mapema kabla mambo hayajaharibika, lakini pia kujitenga na mitandao ya kijamii, kuunfollow na kufuta kabisa app ambazo zinakuchochea wewe kuingia katika tamaa
zinakuchochea wewe kujiingiza katika vishawishi na tamaa ya uzinzi. Mimi ni Yustasela John. Hadi wakati mwingine. Somo hili limeandaliwa na kuhaririwa na Pastor Bukelebe Ngelela. Limeletwa kwako nami Yustasela John.